Okay. Jana ulicheza mchezo wa mkondo wa pili wa robo finali kati ya Al Masry na Simba Sports Club. Mwananchi vipi? Mbona umestaafu? Anakusikiliza. Okay. Kwa mtazamo wako, ni mchezaji gani alionyesha kiwango bora Simba? Kiukweli. Kiukweli pale mimi nilichokiona pale. Nilimuona bwana mdogo nani yule nani wanamuita, unajua hiki timu cha aina hiki nani unaongea Mkwala wanamuita hivyo Mkwala. Nini ya baada ya kuuliza huyo nani wewe wakaniambia Mkwala. Nikaona huyo ndo amebeba timu. Kwamba ulikuwa umjui Mkwala? Siwezi kumjua yule kwa sababu ndo ni timu kidogo ambayo of course iko hivyo yani. Okay, Simba waliwini wapi kwenye mchezo wa jana? Kufuatana na hali ya hewa kwanza, kiukweli hali ya hewa hali ya hewa kidogo, unajua kwa wenzetu wale Waarabu hali ya hewa kidogo iliyokuepo jana ni shida kwao. Alafu mvua ikinyesha kama zile tumezoea kwa Mkapa pale, huwa kuna vigodoro fulani wanaweka kwa ajili ya kunyonya yale maji yale. Sawa? Kwa jana lile zoezi alikufanyika. Kwa maana kwamba kama kamtego. Kamtego. Kwa hiyo kwamba ni mtego. Yani kama kamtego kwa ajili ya Waarabu. Unajua Waarabu ile issue sio yao. Wewe una uhakika kweli huo alikufanyika hilo zoezi la kunyonya? Alikufanyika sababu kama lingefanyika yale maji tusingeyaona. Kawaida likifanyikaga yale maji huwa hatuoni. Sasa kwa jana yale maji tumeona. Sasa kama tumeyaona ina maana lile zoezi halikufanyika. Na bahati nzuri basi baada ya kutokea hilo basi wana Simba wakawini kwenye hiyo issue. Okay. Al Masry walicheza mchezo kadri ya uwezo wao. Walionyesha uwezo wao yani kadri iwezavyo, lakini ni sehemu gani walipokuwa na feli? Labda kwenye mashambulizi na sehemu ya kutafuta goli pale. Wale vijana kwanza wako vizuri na nawapongeza kwa jitihada walizozifanya jana. Asante. Wamefanya kazi kubwa sana kwa mazingira magumu sana. Umeona hawajazoea hali ngumu kama ile waliokutana nayo jana. Na wamejitahidi kwa kiasi chao na nafikiri wangekula hata mengi zaidi hapo, lakini kutokana na kwamba wale ni wataalamu na wako vizuri ndio maana walikula zile chuma mbili. Okay. Wao walikuwa wanatafuta goli moja. Wao walikuwa wanatafuta moja tu, lakini sema tu kwa bahati mbaya walishindwa kutokana na mazingira. Mazingira, lakini singekuwa mazingira. No. Wako vizuri, wako fiti. Sasa kama ukisema mazingira, Simba walishindaje? Simba sasa si unajua kama ni uwanja kwa sababu walikuwa uwanjani na tunahesabu watu 22 uwanjani. Tunachokijua Waarabu kwao kule mara nyingi sana hata mvua ikitaka kunyesha uwanjani ule uwanja unafunga, hali ya hewa kidogo ndani inakuwa salama. Sasa sisi huku tulishazoea hayo maisha. Ila sasa pamoja na kuzoea hayo maisha, sawa, pamoja na kuzoea hayo maisha, kuna tekniki huwa tunazitumia ili tupate unafuu fulani. Sasa kwa jana hazikutumika. Umeshanielewa, kama kunyonya yale maji na nini hazikutumika. Lakini bado sisi kama huku tulishazoea yale. Kwa hiyo kwetu sitabu. Lakini Simba walicheza. Yani sio kucheza tu, huo ndo mwisho wao. Na ndo kiwango chao. Yani sio kucheza tu, hicho ndo kiwango chao cha mwisho. Hakuna kingine. Kama ulivyoona walienda kule wakacheza mpaka mwisho. Mwisho wa siku wakalamba ile ngoma mbili zile wakarudi nyumbani. Na hapa ingekuwa hali ya hewa limewaka kama ulivyoliona ilivyokuwa limewaka. Pale ilikuwa ni hatari. Asante sana. Maoni yako wewe mwananchi kuhusiana na mchezo wa jana? Mchezo wa jana kidogo wamejitahidi wenzetu wana Simba. Wamejitahidi kidogo au wamejitahidi? Wamejitahidi kidogo kwa sababu ya hali ya hewa iliyokuepo. Kama ingekuwa vizuri uwanja uko sahihi kwa kuchezea, tungeona mambo makubwa sana kutoka kwa Waarabu. Ila kwa kuwa uwanja ndo kizuizi kikubwa kilichowafanya na wao huenda wa drop kwenye hilo mchezo, mimi kwa kweli siwezi nikawapa pongezi sana, ndio maana naambia wamejitahidi kidogo. Kama wangejitahidi wangecheza mpira uwanja ukiwa umetulia, tungesema kwamba huo mchezo wameuwini, lakini kulingana na hiyo hali iliyokuepo ndani ya uwanja, ndio maana nawapa pongezi kidogo. Sasa hapo mnanichanganya. Mnasema uwanja ndio ulikuwa shida, mara Simba wamejitahidi. Shabiki wa Simba, hebu tuambie hapo. Mimi naomba nimjibu huyu rafiki yangu, kaka yangu. Kwa bahati mbaya sana mwaka 2018 hawa Simba versus unaenda na takwimu 2018 hawa Simba versus Al Masry walicheza hapa kwa Mkapa. Wakati mchezo unaendelea mvua ilinyesha. Mvua ilinyesha, mchezo ukasimama kwa dakika kadhaa hivi, lakini baada ya
mvua kukatika, mechi kaendelea. Na mchezo huo uliisha goli 2-2. Waliweza kucheza na wakabahatika kuweka bato nzuri na wakashinda goli 2 na Simba kwa wamepata goli 2. Walikuwa wamefunga John Rafael Boko na Emmanuel Okwi. Emmanuel Arnold Okwi. Kwenda Misri ikatoka 1-1. Kwa Simba wakawa wameshindwa kupita kwa sababu wameconcede goli nyingi nyumbani. Kwa hiyo swala la mvua naomba hilo ni watoe shaka. Haikuwa hilo, naomba mlifute kama mna sababu nyingine ilete alafu tuwasaidie nyosha maelezo mnatuchanganya. Naomba kumjibia. Issue ya mvua ndio imeleta kila kitu. Sasa hapo kwenye issue ya mvua ndio imeleta kila kitu. Kwa sababu tumekubaliana hapa walikuwa wachezaji 22 kwenye uwanja. Na wote walicheza kulingana na uwezo wao na Simba wakafanyaje? Wakafanyaje Simba? Issue ya mvua, sasa nisikilize kwanza vizuri. Unajua siku zote ukienda kupambana na adui akikuingizia timing ya mwanzoni ina maana huku kivyo vyote unaweza ukafeli. Lakini tukumbuke mchezo wa kwanza Almasi walifunga kipindi cha kwanza. Ndicho ninachotaka kumjibia huyu bwana. Anakwenda kufaulu wapi? Anakwenda kuwini wapi? Pasipo mvua wini. Ina maana hata hiyo siku anayoitoa hiyo ni ya kwamba isingekuwa mvua asingewini hizo goli zake 2 anazozungumza. Ngoja nikusaidie mheshimiwa Mkutari. Zile swala kwanza, inawezekana kama mvua isingenyesha, inawezekana wasingepata hata goli kwa sababu kuna mpira kipindi hiko Mohamed Hussein alikuwa yupo lakini hakuwa hajacheza. Alikuwepo nani? Asante Kwasi, kama unakumbuka vizuri. Asante Kwasi, kuna baadhi ya mpira ilipigwa cross hivi akawa ameteleza kuteleza kwenye tope pale kwenye mvua, ndo mshambuliaji akawa amekimbia na akaweza kuscore. Golikipa alikuwa huyu Aish Manura. Goli la pili hivyo ilikuwa ni sawa kwa sababu Simba waliongoza goli 2, lakini kulingana na makosa ya mvua uwanja kwa umeteleza au wakawa Simba wameweza kuconcede goli 2, lakini wenda kama isingekuwa ni mvua imenyesha wasingepata hata goli. Si kweli. Si kweli. Yaani mimi ninachotaka nikueleze sister, siwezi kukubali na sitokubali mpaka kesho kwa sababu yani swala la uwanja ndo limewavuruga Waarabu. Hakuna kitu kingine. Mpira ulioko pale hata Simba wanajua. Licha ya kujua wanaona. Kwa hiyo nataka kuliambia likiwa ingekuwa ni jua jana Simba wasingepata ushindi. Mamangu hata goli moja wasingeonja. Unajua nini? Kwa sababu tunasema uwanja. Ndio maana hata sasa hivi ukipeleka mechi mpaka sasa hivi uwanja mpaka sasa hivi umefungiwa. Kwa nini wameufunga kama walijua kama huu uwanja unastahili? Ndio maana wameufungia huo uwanja kwa sababu wanajua kwamba huu uwanja ni mbovu. Na kafu pale walifanya makosa kutumia huo uwanja wakati wanajua uwanja umejaa maji. Kwa nini wamemaliza kucheza mpira afu wakaufungia? Mpaka sasa hivi uweze ukapeleka mechi pale wameufungia. Kwa nini hawakubali? Jana hiyo ilitoka tamko ule uwanja umetoka umefungiwa. Usiku wa kuamkia leo. Yaani baada ya kumaliza mechi wakasema uwanja umefungiwa. Kwa nini pala hawakulibaini mapema ile mechi ikawa imehamishwa kupeleka sehemu nyingine? Kwa hiyo ilikuwa ni njia waliokuwa wameandaliwa wenzetu hao wana Simba kwa ajili ya kufanyaje? Ya kufaulu mchezo. Hapo mnanichanganya. Kwa hiyo ni njia sio kama walicheza. Yaani hii ni njia kabisa iliyoandaliwa. Kama sisi tuliona walicheza uwanja hawakupasa kufungia. Wangeuacha hivyo tukajua kwamba walicheza. Lakini sasa kitendo cha kufunga uwanja tushajua kwamba hii ni njia walikuwa wameiweka kwamba. Naona mwenzangu hapa pembeni amekaa kimya. Wewe unalipi la kusema kuhusiana na mchezo wa jana? Asante. Awali ya yote napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo yaliyotoka. Kwa maana ya kwamba mimi naitwa Abdulaziz Omari Mohamed, ni mwana Yanga kindakindaki na ni mwanachama. Kabla ya yote napenda niwashukuru kwanza kikosi cha Simba kwa mchezo mzuri waliocheza jana. Walipeperusha bendera ya nchi yetu, waliheshimisha nchi yetu. Tofauti na upinzani wa kimchezo, unaongea kama mdau wa soka. Inabidi kwanza niwe mzalendo wa nchi yangu. Haiwezekani mwanaume ukiwa kwenye familia yako uingiliwe na mwanaume mwingine na aje kukuburuza. Wamepeperusha vizuri bendera ya nchi yetu, wameheshimisha nchi, wametubeba. Sawa?
haya masuala ya Usimba na Uyanga wakati wa mgeni ameingia nchini kwangu, mimi siwezi kuangukia upande wa mgeni. Na jana tunakumbuka bendera zilizokuwa zinapepea ni Tanzania na Simba. Na aliona imepeperushwa bendera moja na mtu ambaye si Mtanzania, naye alionyesha kwamba ni mzalendo, wamemkuta kwenye nchi ya Tanzania, akaamua ipeperushe bendera ya Tanzania. Na mimi nilipenda sana mtu kama yule, kuona naye ameisupport Tanzania. Binafsi nilifurahi. Masuala ya upinzani wa Yanga na Simba haya tunaweka pembeni, kwanza na yesimisha nchi yangu. Okay. Wenzako wa Yanga wanasema kwamba uwanja ndio ulikuwa shida kwa Al Masry. Wewe unalipi la kuzungumza kuhusiana na hilo? Na swala hili liende mbali zaidi, na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan inabidi aliangalie kwa urefu na mapana, kwa maana ya kwamba mpira umekuwa kwa urefu na mapana. Tunapoingia kwenye swala kubwa kama hili, waangalie mazingira rafiki. Uwanja wetu hakuwa rafiki sahihi, lakini na yenyewe ni mbinu, kutokana na kila mmoja na tekniki zake. Huenda nao waliandaa tekniki ya hivyo, lakini kiuhalisia uwanja ulikuwa haulizishi. Okay. Ndio. Asante. La mwisho. Mimi swala la mwisho ninalo. Yaani hapa kwa ninavyoona, hasa kwa mheshimiwa hapa pamoja na hapa. Unajua huwezi kupata kivuli kilichonyoka kwenye mti iliyopinda. Hilo inabidi tulielewe. Lakini unaweza kumpa mtu saa na baada akakupotezea muda. Yaani hili inabidi tulielewe. Hapa naama tunaongelea mpira. Simba sasa hivi ndio timu pekee Afrika Mashariki iliyobaki na liwakilisha Afrika Mashariki nzima. Wote wanategemea Simba. Leo hii ndio maana nikwambia jana hata wimbo wa taifa tulibadilisha kwa sababu na beti mbili. Ule beti wa kwanza tukaweka beti wa pili na beti wa pili tukarudisha huku kwa sababu Mungu ibariki Afrika, wale ni Waafrika. Kaona hii hamna. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Simba. Story imeisha, kukuwa na Mungu ibariki Afrika jana. Kwa hiyo sisi sasa hivi ndio mkageuza na katiba ya nchi. Yaani nyie mna mamlaka ya kugeuza katiba ya nchi. Tunaitwa wenye nchi. Na ukiona ule uwanja wa Mkapa, mmemzidi na mama sasa, mmemzidi na mama sasa. Na hata ule uwanja wa Mkapa, mmemzidi na mama sasa, nyie mmekuwa na nchi. Hata ule uwanja wa Mkapa umejengwa kwa sababu ya Simba. Na kukumbusha mwaka 2003 umejengwa kwa ajili ya Simba. Na kukumbusha wangeandika Moa. Ni kwa sababu aliweka ameshakufa. Pale Moa hakukuwa na Moa, alikuwa azindewe. Unajua Yanga imetokana na Simba? Hapana. Mwananchi ile. Ndio maana ina mwananchi ile. Ile ndio maana inaitwa ngoja. Haya, nataka nikupe, hebu subiri. Kuna taarifa nakupa, inabidi ujue. Ule uwanja umejenga ni kwa sababu ya Simba. Mwaka 2003 wakati Mheshimiwa Rais Mkapa akiwa anatoka zake safari, amefika airport kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sawa, anakuta rundo la watu limejaa. Wamevaa jezi nyekundu. Sasa akajiuliza leo nakuja kupokelewa na wana Simba. Akabidi amuulize msaidizi wake, au wote wamekuja kunipokea mimi kama rais? Akamwambia hapana, Mheshimiwa Rais Mkapa. Au wanakuja kuisubiri Simba inatokea Misri, imefuzu imemtoa Zamalek kwake. Hao wote ni mashabiki wamekuja kupokea Simba kutokea Misri. Tangia hapo ndakawa na wazo la kujenga uwanja wa Mkapa. Kabla ya hapa kukuwa na wazo la kujenga uwanja wa Mkapa. Wakati huo waziri mkuu akiwa Sumai, namjua Sumai, ndio alikuwepo, wakashirikiana na Mwalimu na Mkapa kwa kujenga uwanja huu mkubwa uliopo. Na kama unakumbuka wakati unazinduliwa, ukiacha timu ya taifa ambayo ilicheza versus Uganda, tukaja tukafa nafikiri 1-0. Mechi iliyofuata hapa ilikuwa ni Simba na timu moja huko kwende uwanja huu ndio wakabidi waanzishe sasa. Kwa hiyo Simba ndio maana tunaita wenye nchi. Hata ule uwanja timu ya kwanza kujaza uwanja ikiwa ni Simba. Ukiondoa Yanga nani yule Manji Yusufu Manji, wakati Yusufu Manji alilipa milioni 100 akalipa yeye mashabiki wa Yanga waingie bure, ndio ikawa na wenyewe kaonekana wamefanyaje, wameujaza uwanja wa Mkapa. Lakini bila hapo, bila hela za bure zile milioni 100 alilipa milioni 100. Kama utakuwa na kumbukumbu pitia utaiona, alilipa milioni 100 mashabiki waingie bure wakajaza uwanja. Lakini kwa Mazembe alikuwepo nani, Mzee Gatumbi ambaye alikuwa ni mdhamini wa TP Mazembe kwa Yanga versus TP Mazembe. Nakumbuka Yanga
versus TP Mazembe. Mzee Katumbi alikuwa anaelewa ukivaa jezi ya Mazembe unapata $10 na wenyewe wakaingia ambao walikuwa wengine wakaingia, lakini kwa Yanga alikuwa ni amelipa milioni 100 wajaze uwanja, lakini Yanga alikufa chuma 2. Msisahau. Okay, swali la mwisho. Hili ni la mwisho. Okay. Rais Samia Suluhu Hassan aliahidi Simba wakishinda goli moja ni milioni 10. Yes. Ili unalizungumziaje? Tuanze na Mwananchi. Kwa kweli mama nampa big up. Big up sana. Kwa sababu kwanza ni kiongozi wa nchi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hata ukiwa na familia, mfano narudi nyuma kidogo, hata ukiwa na familia umezaa watoto, lakini miongoni mwa wale watoto labda kuna wadada yako, kuna washangazi, kuna mjomba, yote ni familia yako. Mama hana timu. Japo kuna watu wanabezi hayo maneno kwa taarifa tulizonazo za chini. Lakini sisi kwa watu ambao tunaelewa ya kwamba mama hana timu. Si Simba, si Yanga, si nini. Umeshanielewa? Watanzania wote ni wa kwake. Umenielewa? Kwa mfano kwa kwenye mpira, Simba ni yake, Yanga ni ya kwake, awe TP Mazembe, awe sijui nani hao wengine, si ndio? Kwa hichi alichokifanya jana ni kutia hamasa. Hamasa, na amewapa hamasa kweli kweli. Sababu uliona vijana mle walitaka kutoa mpaka ulimi. Umeona? Wanaifikiria ile milioni 10. Mungu akasaidia. Wakaipata. Asante wewe. Mimi nashukuru Mama Samia kwa kuweka hamasa kwenye mpira ili na sisi wenyewe tujitume, kuongeza bidii, tuonekane mbele. Hata kama kesho na kesho kutwa tuweke jitihada zaidi kwamba mama yetu anatupenda, tuheshimishe nchi yetu, tusiende kuabisha nchi, kwa sababu tukienda nje tukapigwa, tukarudi ndani tukapigwa, tunaabisha nchi. Yani mama wanasema mama ndo kila kitu. Kwa mama mitano tena. Haya, mama mitano tena. Lakini mama kwa motivation aliyotupa kwanza sisi wana Simba pamoja na timu zote zinazoshiriki na timu zote shiriki. Hebu subiri, na timu zote shiriki. Kwa sasa hivi Afrika Mashariki inamtegemea mama atoe hamasa ili Tanzania waendelee kuiona Simba ikicheza. Kwa sababu ndio timu iliyopo, ndio timu yani katika mashindano ya Afrika. Na sio leo tu, na mwaka kesho, na mwaka ujao, na mwaka mwingine. Asizungumzie swala la leo tu. Mama haangalii leo. Mama anaangalia leo, jana na kesho. Basi ngoja tunamalizia. Lakini swala la kesho brother Mktaru, tomorrow is never come. Tunaiangalia leo. Lazima. Kwa hiyo leo ambayo uhalisia ni nini? Uhalisia kile unachokiishi ndio uhalisia wako. Leo tunaiangalia Simba ambayo imebeba taswira ya nchi. Ikinapokuwa airport inasafiri kwenda kuliwakilisha taifa, kuruka kimataifa, kuliwakilisha taifa, ikikabidhiwa bendera na waziri wa nchi kwamba bwana, hii bendera nimetoa kwa mama, chukua, pandisha kwenye ndege, nenda nayo mkaliwakilishe taifa. Mama yuko nyuma yenu na dua za mama. Unajua mama akisema ni jambo, unaona hata marais wote waliotawala ambao asilimia kubwa watu wengi maarufu duniani wamelelewa na mama. Yani watu ambao wamechukua mawazo kutoka kwa mama wameyaishi, na sasa hivi asilimia kubwa naweza kukuta watu maarufu, ndio watu matajiri, na ndio watu wamemiliki kila kitu. Kwa hiyo mama tunamuomba sana endelee kutupa nguvu. Mama tushike mkono, sisi tutapambana, tutaiombea timu yetu Simba nguvu moja. Kwa mama pale, kwa mama. Kweli na mimi napenda niunge mkono kauli ya ndugu yangu huyo. Mama ameupiga mwingi. Ametubeba sisi wanae, ametuhamasisha. Na kweli tuna haki ya kujivunia uwepo wake, kwa maana ya kwamba anatupa mwanga wa maisha. Na sisi hatuna budi kumlipa yaliyo mema. Naye aendelee kutuwekea jitihada na kesho na kesho kutwa, hata vilabu vingine kidogo kulileta komba alikuwa ni huyu, aweze kuvipa nguvu ili navyo viweze kuinuka. Aliyesubutu kuleta komba alikuwa ni huyu. Namshukuru sana mpaka kombe linakuja. Aliyesubutu kuleta kombe hapa nguvu na jitihada kweli katika kujipanga hii michezo, kwa kweli tutakuwa mbele sana. Mimi binafsi namshukuru mama kwa hili swala aliloliweka kwenye kazi zetu hizi za kuweza kuwa na boost team.
unajua sisi tulikuwa nyuma sana kwenye masuala ya boost team. Ila baada ya mama kuingia, mambo makubwa yameonekana ndani ya timu zetu, hususa hizi timu zilizokuwa zinashiriki kwenye maklabu makubwa kama Yanga na Simba. Kama sisi wana Yanga, pesa nyingi za mama tushachukua nyingi sana. Nyingi sana. Sisi tunaongelea tu kwa mama kuhusiana na nasemea mama kwa kitu ambacho amekifanya kwenye klabu yangu ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo swala kama ile analolifanya ni swala zuri sana, na kwa design hivi anavyoendelea naona Tanzania mpira unaenda kuwemo kupitia kwa mama. Asante sana. Mambo makubwa. Asante.